want to speak to you a little bit in Swahili. Is that okay? Nataka kuzungumza na yeye Kiswahili kidogo kama ni sawa. Jambo! Habari yako? Mzuri sana? Okay, that's it. That's all I know. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is so good to be here. A couple things that I wanted to share with you today. I wanted to share with you about what is contagious. We know that there are certain diseases and COVID and things like that that are contagious. We also know that joy is contagious. But there are some things that are contagious that aren't so good. It's what the enemy tries to plant amongst us. Things like division. Things like despair. Things like discouragement. And things like destruction. So our enemy is always at work. Okay? And those things are contagious. But we have something far better. I'm going to share a passage with you. I'm not going to tell you at first where it's from. I'm just going to tell you that it's from the Bible. And then I want to see if you can guess where it's from. Okay? Okay. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and having salvation. Gentle and riding on a donkey. On a colt, the foal of a donkey. On a colt, a baby donkey. Do you know where that is from? Bravo! This is from Zechariah. What is it referring to? It is referring to Palm Sunday and Jesus entering Jerusalem on a donkey. Do you know when this was written? This was written 500 years before Jesus came riding in. And I want to talk to you a little bit about a donkey. Donkey is considered one of the most humble of animals. Jesus is very gentle and very humble. And he came on a donkey. He came to seek and to serve the lost. But be sure of this. When he comes back, he's coming back on a white horse. As a warrior king. Amen? Yes. But let's look at this. Psalm 33:11. Says, but the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of his heart through all generations. The purpose of his heart stands firm through all generations. So just in this one example of prophecy,
God is 100% true. Mungu ni wa kweli kwa 100%. He said Jesus would be riding a donkey. Alisema Yesu atakuja na mwanapunda. And not just any donkey. Na sio tu punda yeyote. He actually rode a donkey that had never been ridden before. Alipanda mwanapunda ambaye hakuwahi kupandwa kabla. See, God is into making things new. Mungu ana mpango wa kufanya vitu upya. Okay? And we want to share real quick with you. Na tunataka kushiriki kidogo na nyinyi. A verse out of Proverbs chapter 16 verse 9. Kwenye ile Mithali 16 mstari wa 9. How many of you make plans? Wangapi hapa wao mnaweka mipango? Wangapi mnaweka Make plans? Do you have plans for later today? Do you have plans for tonight? tonight? Kuhusiana na leo baadaye? Do you have plans for tomorrow? Una mipango yote ya kesho? We make plans. Tunaweka mipango, sio? And God tells us to make plans. Na Mungu anatuambia tuweke mipango. Let's look. He says, man makes plans in his heart. Anasema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. But the Lord directs his steps. Lakini Bwana huziongoza hatua zake. Have you ever had doors closed on your plans? Umeshawahi kukutana na milango ikafungwa katika mipango yako? Ever have your plans change? Umeshawahi kuwa na mipango yako ikabadilika? Ever have doors open that you never expected? Umeshawahi kukutana na milango ambayo hukutegemea kufunguka ikafunguka? So it's good to be in prayer and to ask the Lord for direction. Kwa hivyo ni vizuri kudumu katika maombi na kumuomba Mungu mwelekeo. But then to be willing to hear his voice when those plans change. Lakini pia kuwa tayari kusikiliza sauti yake pale anapokupa mabadiliko ya mipango. God knows what we need before we ever ask. Mungu anajua tunayohitaji hata kabla tujaomba. How does that make you feel? Hicho kinakufanya ujisikie vipi? He knows what we need before we ask. Anajua tunayohitaji kabla ya kuomba. Right? He created us in our mother's womb. Alituumba katika tumbo la mama yetu. Before we were born, he knew us. Kabla hatujazaliwa alitujua. And it says in Psalm 139, na nasema katika Zaburi 130 mstari wa 9 that before one of our days ever came to be, kwamba kabla ya siku yetu ya kwanza kutokea, he would know exactly how many days we live on this earth. Alijua kwamba utakuwa na siku ngapi katika ulimwengu. God knows you. Mungu anakujua. Can you say knows me? Unaweza kusema Mungu ananijua? Say he knows me. Sema ananijua. He knows me. Ananijua. He knows me. Ananijua. He knows you intimately. Anakujua kwa undani sana. He knows your deepest pain. Anajua maumivu yako makali. Your deepest discouragement. Anajua kukatisha tamaa kwako. He knows your heartache. Anajua maumivu yako ya moyo. He knows your greatest joy. Anajua furaha yako kubwa. He knows your dreams. Anajua ndoto zako. And he knows what you need. Na anajua unachokihitaji. So here's just a thought. Kwa hiyo hili wazo, if he knows what we need, kama anajua tunayohitaji, and we know that he is able to meet our needs better than we can meet na ourselves, tunafahamu kwamba yeye anaweza kututimizia mahitaji yetu kuliko sisi tunavyoweza, maybe we can ask Jesus to tell us what we really need. Labda tunaweza kumuomba Yesu hakika kile tunachokihitaji. We may think we know what we want or what we need, but he really knows what we really need. Tunaweza kudhani tunajua tunachokitaka sisi, lakini kweli ni kwamba yeye anajua kile tunachokihitaji. And we know that God can speak in different ways, but many times tunajua kwamba Mungu anaweza kuzungumza kwa namna nyingi, lakini mara nyingi he speaks in a whisper. Anazungumza kwa kunong'oneza. In the quietness of your soul, katika utulivu wa nafsi yako, when you're just alone with him. Ukiwa tu peke yako na yeye. You want to hear the rest of that story in Zechariah? Unatamani kufahamu hadithi zaidi katika lile neno la Zekaria? Because this is about us. Kwa sababu hii ni kuhusu sisi. Okay? Go to Zechariah chapter 9 verse 11. Zekaria 9 mstari wa 11. So this is a word of prophecy to the children of God.
Hili ni neno la unabii kwa watoto wa Mungu. It says, as for you, Anasema kwenu ninyi, because of the blood of my covenant with you, kwa sababu ya damu ya agano langu na ninyi, I will free you prisoners from the waterless pit. Nitawafungua ninyi wafungwa kutoka katika kifungo. This covenant of blood is the covenant Jesus has Ili made. agano la damu tunajua ni agano la Yesu Kristo. So this was prophesied 500 years before that there Huu would be a nabii covenant. ulitolewa zaidi ya miaka 500 na ukaja kutimia. And he said, I'm going to free you from the waterless pit. Na anasema kwamba atakuja kukutoa katika vifungo. Now you think about a pit with no water. Na atakuja kukutoa katika shimo kavu lisilo na maji. Pretty hopeless. Shimo lisilo na maji ni shimo ambalo halina matumaini. Jesus said that I am what kind of water? Yesu alisema yeye ni maji aina gani? Living Living water. water. Yes. He said, I am living water. Anasema mimi ni maji yaliyo hai. So not only am I going to save you from a waterless pit, Kwa hiyo sio tu kwamba nitakutoa katika kisima kisicho na maji, but I'm going to fill you with living water. nitakwenda kukujaza roho yenye maji ya uzima. So God saved us. Kwa hiyo Mungu ametuokoa. Amen. Amen. He saved us from our sins. Alituokoa na dhambi zetu. But just as important, Lakini kama ilivyo muhimu, He saved us for something. alituokoa kwa ajili ya kitu fulani. He just didn't save us from death and from hell. Hakutuokoa tu kutoka dhambini na kutuokoa kutoka kuzimu. When He was on the cross, He was thinking that I have saved you for something. Alipokuwa msalabani alikuwa akifikiri ninakuokoa kwa ajili ya kitu fulani. I've saved you so that you could be my kingdom come and my will be done here on earth. Nimekuokoa ili kwamba wewe uwe ufalme wangu kuja hapa duniani. I've saved you so that you could be my joy on the earth. Nimekuokoa ili uwe furaha yangu hapa duniani. I've saved you so that you could be life to others around you. Nimekuokoa ili uwe maisha na uzima kwa wengine wanaokuzunguka. And I saved you so that I can do exceedingly and abundantly more in you and through you than you could ever ask. Nimekuokoa ili niweze kufanya mambo makubwa zaidi na ya ajabu na ya kutisha zaidi kuliko ambavyo watu wanaweza kufikiri. But sometimes Lakini wakati mwingine we can lose hope. tunaweza kupoteza matumaini. Despair comes. Tunaweza kukata tamaa. Discouragement comes. Katika kukata tamaa Life can be hard. maisha yanaweza kuwa magumu. Can I tell you some good news? Naweza kukwambia habari njema. Can you say good news? Sema habari njema. Good news. Habari njema. You need some good news today? Unahitaji habari njema leo? Yes. Look at verse 12. Chapter 9, verse 12 of Zechariah. Angalia Zekaria 9:12. It says, return to your fortress. Anasema urudi katika ngome yako. We know that God is our fortress. Tunajua kwamba Mungu ni ngome yetu. It says, return to your fortress, O prisoners of hope. Anasema urudi katika ngome yako, ewe mtumwa wa tumaini. Even now I announce that I will restore twice as much to you. Anasema hata sasa ninatangaza kwamba nitakurudishia mara mbili. Prisoner of hope. Mtumwa wa tumaini. When we think about a prisoner, we think of usually negative. Tunapofikiria mfungwa mara nyingi tunafikiria katika namna hasi. But God says that we are prisoners of hope. Lakini Mungu anasema sisi ni wafungwa wa tumaini. That it is impossible to keep us down. Kwamba ni ngumu sana kutuweka chini. That we will always have a reason to hope. Kwamba daima tuko na sababu ya kuwa na tumaini. Not only because of what Jesus did for us, sio tu kwa sababu ya kile Yesu amefanya kwetu, because of His Spirit that lives in us. Kwa sababu ya Roho wake anayeishi ndani yetu. So even when you feel like you've lost it all, kwa hiyo hata unapoona kwamba umepoteza vyote, or you failed beyond repair, ama umeharibika na kwa namna ambavyo huwezi tena kutengenezeka, or you stumbled for the 15th time, ama umejikwaa na kuanguka mara ya 15, there's hope. Kuna tumaini. Because His children are prisoners of hope. Kwa sababu watoto wa Mungu ni wafungwa wa tumaini. And the end of that verse, na mwisho wa mstari huo, there's a promise. kuna ahadi. I will restore twice
as much to you as what you've lost. Anasema nitakurudishia mara mbili ya kile ulichokipoteza. Do you know why I say, or do you know why Jesus hates the sin so much? Unajua kwa nini Yesu anachukia dhambi sana? Because not only does it separate us from Him, Kwa sababu sio tu kwamba inatutenga na yeye, but it keeps us from experiencing everything that He has for us in this life. lakini inatufanya tushindwe kufurahia yale yote mazuri ambayo anayo kwa ajili yetu. So guess what? His fight is not against you. Kwa hiyo vita yake sio dhidi yako. He loves you. Anakupenda. When Jesus was on the cross, Yesu alipokuwa msalabani, all your sins were future. dhambi zako zilikuwa ni dhambi za wakati ujao. He knew everyone. Alijua kila mmoja. Right? Romans 5:8. Warumi 5:8. God demonstrates His love for us in this. Anasema Bwana Mungu anaonyesha upendo wetu katika hili. While we were yet still sinners, wakati tukiwa bado ni dhambi, Christ Jesus died for us. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. He loves us in our weakness. Anatupenda katika udhaifu wetu. He loves us in our failure. Anatupenda katika kushindwa kwetu. He loves us in our immaturity. Anatupenda katika kutokukua kwetu. He loves us in our struggle. Anatupenda katika kutaabika kwetu. God can't love you any more than what He does today. Mungu hawezi kukupenda zaidi kama anavyokupenda sasa. He'll never love you any less. Hawezi kukupenda pungufu. That's who He is. Huyo ni Mungu. That's who He is. Huyo ni Mungu. Right? So if you're feeling tired, kwa hiyo kama unajisikia uchovu, or if you're feeling weary, ama unajisikia kuishiwa nguvu, or in need of a little hope, ama unahitaji tumaini zaidi kidogo, one, remember you're a prisoner of hope. Kwanza kumbuka wewe ni mfungwa wa tumaini. Two, remember your Savior Jesus. Mbili, kumbuka mwokozi wako Yesu. In Matthew 11:28-30, katika Mathayo ile 11:21 mpaka 30, says, "Come to me, all you who are weary and burdened, anasema njooni kwangu wenye kulemewa na kusumbuka, and I will give you rest for your nami souls. nitawapumzisha nafsi zenu, For I am gentle." kwa sababu mimi ni mpole. We've heard that word before, gentle. Tumesikia neno pole. I am gentle and I am humble in heart. Anasema mimi ni pole na moyo wangu ni mtaratibu. Take my yoke upon you Anasema mjipike nira yangu and learn from me, na mjifunze kutoka kwangu, and His yoke is easy, na nira yangu ni laini and His burden is light. na mzigo wake ni mwepesi. He will walk with you right where you're at. Atatembea na wewe hapo ulipo. He will walk through anything you're going through. Atatembea na wewe katika kile chochote unachopitia. He already sees the end. Tayari anauona mwisho. He knows the end. Anafahamu mwisho. And this is the promise we have. Na hii ni ahadi tulionayo. Okay? In Romans chapter 8, verses 22-27. Kwenye Warumi 8:22 mpaka 27. This comes right after the Apostle Paul was talking about all of creation groaning and longing to be redeemed. Hii inakuja wakati Mtume Paulo akizungumza kuhusiana na uumbaji. And I will let Danny just read Romans 8:22-27 in Swahili. Warumi 8 mstari wa 22 hadi wa 27, Biblia inasema, kwa maana tunajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa maana tuliokolewa kwa taraji, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Who hopes for what they already have? Ni nani ambaye hutumainia kitu ambacho tayari liko nacho? But if we don't have something, Lakini kama hatuna kitu, we hope for it.
tunakitarajia. We wait patiently. Tunasubiri kwa uvumilivu. We wait in expectation. Tunasubiri kwa matarajio. And we remind ourselves Na tunajikumbusha that God knows what we need. kwamba Mungu anajua tunachokihitaji. And God is a good Father. Na Mungu ni Baba mzuri. He wants to give us what we need. Anataka kutupa tunachokihitaji. He's not holding out on us. Hawezi kutuzuilia. His timing for the gifts may be different than ours. Muda wake wa kutupatia hizo zawadi unaweza kutofautiana kila mmoja wetu. But He wants to give. Lakini anataka kutupa. Lastly, Romans 5:5. Mwisho wa Rumi 5:5. And it says, and hope does not disappoint us. Na tumaini halitahayarishi. Because God has poured out His love into our hearts. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Through the Holy Spirit that He has given us. Na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. So in our flesh, in our mind, in ourself, katika miili yetu, katika akili yetu, kwetu, we can lose hope. Tunaweza kupoteza matumaini. We can get discouraged. Tunaweza kukatishwa tamaa. We can either lose our way at times. Tunaweza kupoteza muda wakati mwingine. But here's the beauty of the deposit that God put in us. Lakini uzuri wa kile ambacho Mungu anakiweka ndani yetu. Because His Spirit lives in us. Kwa sababu Roho wake huishi kwetu. His Spirit is going to stir in our hearts. Roho wake Mtakatifu ataendelea going to stir our souls. Ataweza kutengeneza mioyo yetu. Going to stir in our minds. Atengeneza akili zetu. And somehow, some way. Na kwa namna moja au nyingine. Regardless of any situation. Bila kutegemea namna yoyote. We'll have hope. Tutakuwa na matumaini. Because we're prisoners of hope. Kwa sababu sisi ni wafungwa wa tumaini. And it may not just be hope for you. Na inaweza isiwe tumaini tu kwako. Maybe it's a family member. Labda ni tumaini kwa ajili ya ndugu yako. Maybe it's someone who doesn't know Jesus. Labda ni mtu asiyemfahamu Kristo. Maybe it's someone who's struggling with one of those destructive behaviors. Labda ni mtu anayepata tabu au anasumbuka na tabia zisizo nzuri. Okay? So the hope is not only for you, the hope is for others. Kwa hiyo tumaini sio kwako tu, lakini pia kwa wengine. So press on. Kwa hiyo kaza mwendo. In praise. Katika kusifu. In worship. Katika kuabudu. In thanksgiving. Katika kushukuru. In prayer. Pamoja na kusali. And one thing I want to leave you with. Na kitu kimoja nataka kuacha nacho. Please. Tafadhali. Take time. Chukua muda. To sit and listen. Chukua muda kuketi na kusikiliza. To how much Jesus loves you. Kusikiliza ni kiasi gani Yesu anakupenda. If you're not sure how much He loves you, kama huna uhakika ni kiasi gani Yesu anakupenda, get away to a quiet place. Nenda katika sehemu iliyotulia. And simply ask Jesus to tell you, how do you feel about me? Ask Him. Na umuulize Yesu, hivi unajisikiaje kuhusu mimi? Ask Him. Muulize. Say, Jesus, how do you feel about me? Mwambie Yesu, unajisikiaje kuhusu mimi? And if thoughts come to your mind that are negative, na kama mawazo hasi yatakujia, or that He doesn't love you, kwamba hakupendi, or you should be better, or you should work harder, au kwamba haujajitosheleza, you should give more, bora zaidi, you should serve more, utoe zaidi au utumike zaidi. Remember, you didn't ask Him that question. Kumbuka haukumuuliza swali hilo. You asked Him, how do you feel about me? Yesu, unajisikiaje kuhusu mimi? He wants to lavish His love on you, and He wants to tell you personally anataka kuonesha upendo wake kwako na anataka kukuona how He feels about you. Jinsi anavyojisikia kuhusu wewe. That will give you plenty of hope. Hicho kitakupa matumaini makubwa. I would love to just speak a blessing over you. Ninataka nizungumze baraka juu yenu. But before I do, can I pray for us? Lakini kabla ya hapo naomba niombe. Yes. Heavenly Father, we thank you for who you are. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi ulivyo. We thank you that you are a good, good Father. Tunakushukuru kwamba wewe ni baba mzuri sana. We're thankful that you are a Father who sees. Tunakushukuru kwamba ni baba unayeona. A Father who hears. Baba anayesikia. A Father who knows. Baba anayejua. And we thank you that you are a Father who gave us your very best. Tunakushukuru kwamba wewe ni baba ambaye umetupa zaidi sana. When you gave us your Son, Jesus Christ. Umetupa mwanao Yesu Kristo. And I thank you that you will not hold out on us. Na tunakushukuru kwamba hautatuzuilia. But along with Jesus,
lakini pamoja na Yesu Kristo, you will give us what we need. utatupa tunachohitaji. So bless this family, Lord Jesus, here. Kwa hiyo Mungu bariki familia zilizoko hapa. Unite them together in love. Wakutanishe na waweke pamoja katika upendo. Give them hope for every situation in their Wape life. tumaini katika hali yoyote ya maisha yao. And restore the things that have been broken Na and lost. warudishie vile vilivyoharibiwa. We trust in Jesus. Tunakuamini Yesu. We love you, Jesus. Tunakupenda Yesu. Do exceedingly and abundantly more Fanya zaidi sana in us and through us kwetu na kupitia sisi. than we could ask or imagine. Tuna zaidi ya tunavyoweza kuomba ama In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Did you just? Amen. Now, just take a minute. I wanted to say a benediction, a blessing over you, and if you don't mind, just open your hands and receive it from the King of Kings. Kwa dakika moja ninaenda kutamka maneno ya baraka, na kama utajisikia vizuri naweza tukanyosha mikono yako kwa ajili ya kupokea baraka. May the God of hope fill you Mungu wa tumaini akujaze with all joy and peace na furaha yote na amani as you trust in Him, kadri unavyomwamini, so that you may overflow ili kwamba uweze kujazwa na tumaini by the power of the Holy Spirit. kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen.